Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi, na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanywa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6% ya sasa hadi zaidi ya 7% kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya mtu mmoja mmoja, yani microeconomy, na kukua kwa uchumi jumla, yani macroeconomy. Mheshimiwa Spika, mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili
katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile, kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo. Serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi na kuangalia uwezekano wa kutoa vivutio maalum kwa makampuni yatakayotoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Aidha, tutaweka mazingira ya kuhakikisha tunakuza vijana kwenye uongozi kwa kuwezesha vyuo vyetu kufanya mafunzo ya ulezi, mentorship, na ukuzaji wa vijana viongozi. Tutaitazama mikopo ya 10% ya makusanyo ya halmashauri zetu ili kuboresha upatikanaji wa mikopo hiyo kwa walengwa. Vile vile, ni vyema walengwa wakajua kwamba fedha hizi ni mkopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Hivyo marejesho na tija yake lazima ionekane. Matamanio yangu ni kuona ifikapo mwaka 2030 tuwe tumetengeneza wawekezaji vijana ambao watatoa ajira kwa vijana wenzao. Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo, tutahamasisha ufadhili wa biashara za wanawake ili kuwasaidia wanawake wanaofanya kazi kwenye masoko. Tutaongeza na kuratibu kwa karibu mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili kurasimisha biashara zao na kuwawezesha kukopesheka. Tutawekeza katika kuboresha miundombinu ya masoko, mifumo ya maji safi na maji taka, huduma za afya na vituo vya matunzo ya watoto kwenye masoko. Katika hatua nyingine, tutalipa kipaumbele suala la kutenga maeneo ya biashara kwa wafanya biashara wadogo na wakati, ili serikali iwatambue na kuwarasimisha ili waweze kufanya kazi zao bila bughudha na wachangie kwenye pato la taifa. Kwa rasilimali ambazo nchi yetu imebarikiwa na nguvu kazi kubwa tulionayo, ninaamini tunaweza kabisa kujipanga na kufikia lengo hilo.